Yosefu na kuchukua wewe Maria kuwa mke wangu wa ndoa, naahidi kuwa mwaminifu kwako katika raha na taabu, katika afya na magonjwa, ni kuheshimu siku zote za maisha yangu. Si wengi mmesema maneno hawakumbuki tena. Yosefu aliyasema vile vile kwa Maria kwa namna yao, kwa formula ya Kiyahudi. Sasa ninyi ambao mlisema maneno siku ile mlipoyasema, ilikuwa rahisi tu kutamka, sio? Na wakati mambo yalipoenda vizuri, uliyapendelea zaidi hayo maneno kuyakumbuka. Lakini mahangaiko na matatizo yalipokuja katika maisha yako ya ndoa, ulianza kujiuliza mara mbili, sasa siku ile ilikuwaje tena? Yosefu naye vile vile alifurahia uwepo wa Maria mke wake. Lakini tofauti yake yeye na wewe ni kwamba alipoingia kwenye shida na changamoto, hakukuna ndevu na kujiuliza sasa ni kwaje tena. Alibaki ngangari kwa yale maneno yake mpaka dakika ya mwisho. Na mfano mzuri ni pale Herode alipotaka kumuua mtoto changa kabisa. Anapata ndoto, lazima amondoe mtoto aondoke. Ungekuwa wewe ndugu yangu, ungefanyaje? Usalama wa mtoto ni muhimu, lakini kipato vile vile ni muhimu. Mama, najua ungesemaje. Wewe mama, sikia. Wewe nenda Misri bana. Tuna rafiki yetu anaitwa fulani, nenda mahali fulani utamkuta. Nenda kakae huko. Mimi nitabaki, mama anapambana hapa, nichapishape kazi, nimalize milango ya watu hapa, nikafunge tupate hela, nitakutumia. Na ungeona ni logic. Sasa akaa nyumbani anatunza nyumba na pesa anapeleka. Sasa twende wote. Kule sina kazi, halafu mfukoni ungesema logic tu, hapana. Bwana mama nenda bana, nitakushuhudikia. Lakini Yosefu kinyume kabisa. Anasema no. Sikuli kazi kule, sijui nitapata au sipati, lakini lazima niwe na mke wangu katika wakati huu mgumu, mpaka kieleweke. Yosefu mume wa Maria. Ndio maana anastahili kuitwa Yosefu mume wa Maria, kwa sababu alibaki na mke wake wakati wote, hata wakati wa shida kubwa kabisa kama hiyo. Ndugu zangu ambao tunaitwa mume, katika hilo tumekakaje? Najua baadhi yenu mmekuwa waaminifu, hongereni sana. Mjitahidi kuwa na wake zenu katika raha na katika tabu kama mlivyotamka. Lakini kuna wengi pia ambao hilo limewashinda. Na nalisema hiyo kwa sababu nina ushahidi wa kutoa. Ninapokwenda katika parokia kwa ziara au kwa kipaimara, sikosi mama anayekuja kwangu kulia kwamba mimi mume wangu amenitelekeza. Na wakisha kimbia huko mnako kimbia, wanakujaga Dodoma kwa hiyo. Kwa mko hapa baadhi mko hapa mmekimbia wake zenu, mnakula maisha hapa mjini. Mpo. Lakini wengine wanakuja wananiambia, baba, usione tunatoka mlango mmoja. Kule ndani ni kama mume wangu hayupo. Ni kama hayupo. Majukumu ananichaga mimi mwenyewe tu, baba, nahangaika. Sasa wewe ambaye upo lakini haupo, na yule aliyekimbia kule akaja mjini, mna tofauti. Lakini
Mtatoa max baadaye, sawa eh? Tuone nani hapo kachemsha zaidi. Yosefu mume wa Mariamu. Nakumbuka mtoto Yesu alipopotea. Kwa kweli kupotea, alibaki hekaluni akijifunza na wazee. Lakini walidhani yupo kwenye msafara pamoja nao. Kundi kubwa la watu wanasafiri kwa miguu, sio? Kulikuwa kuna magari siku hiyo na reli ya msinani. Wanapofika kuingia kichochoro cha nyumbani kwao, ndio wanatambua mtoto hayupo, haonekani. Katika hali ya kawaida kabisa, mjoko wewe hapo unanitazama, swali la kwanza, wewe mwanamke, mtoto yuko wapi? Na macho makubwa na sauti kubwa kabisa. Ungeanza ugomvi na mama. Ulitakiwa mama ujue mtoto yuko wapi. Wewe mama mzembe wewe. Toa kweli tu. Tungeanza hapo. Lakini Yosefu anasema anatumia falsafa ya Masai. Unafahamu falsafa ya Masai? Hamna Masai hapa tusaidie. Wamasai, kama ng'ombe wanapotea zizini, wakakuta ng'ombe hawapo, wameibiwa au sijui nini, hawaanzi kukaa chini na kugombana ni nani mzembe aliacha mlango wazi au nani akulinda hata mara moja. Wanasema jamani, ng'ombe hawapo, kazi ni moja tu, tukafuate. Watakwenda watafuta ng'ombe, wakishampata, wakisharudi nyumbani ndio wanakaa. Mzembe alikuwa nani? Ndio wanaanza sasa kutafuta mtu wa kuadhibu kwa sababu ya mzembe. Na Yosefu ni hivyo. Hapotezi muda kugombana na Maria. Anamwambia mama, twende haraka tukaone mtoto hali yake kama ni salama. Wanakwenda wanamkuta mtoto, na baada ya kupata mtoto wanarudi nyumbani, ndio wanakaa. Mama ilikuwaje? Ndio kaongea pole pole sasa, ili siku nyingine lisitokee tena. Wananyosha njia. Wangapi tunafanya hilo? Hilo la pili la Yosefu, kama sio la kwanza tu. Macho makubwa kufoka na kumwambia mama inaenda nyumbani, mpaka saa 12 hujaleta mtoto utakiona cha moto. Jamani, si sawa hiyo. Tumwige Yosefu tafadhali sana. Yosefu baba mlishi. Ni mume lakini ni baba mlishi wa mtoto Yesu. Najiuliza, Yosefu katika ndoto anaambiwa mtoto atakayezaliwa ni maalum kwa sababu ni kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anajua kabisa huyu mtoto ni maalum, ni special kweli. Hivi Advocate Nyabili anakuambia mheshimiwa mmoja, waziri kumstaafu hapa, anakuambia mheshimiwa, bwana, kesho napenda nikutembelee nyumbani. Utakuja jioni saa 10 hivi. Unafanyaje bwana? Unakwenda nyumbani ambaye mke wako, kesho mama saa 10 tuna ugeni hapa. Kwa hiyo panguza huku ndani mavumbi kidogo, alafu mzee sija atakunywa nini siku hiyo, tayarisha. Kwa sababu unajua mheshimiwa anakuja nyumbani wako, lazima ujipange vizuri. Sasa katika kesi ya Yosefu ungetegemea hivyo pia. Kwamba ameambiwa anayezaliwa ni special, ni mtoto wa Roho Mtakatifu. Ungetegemea Yosefu awe mwangalifu kweli baada ya Yesu kuzaliwa. Kama siku hiyo hawana breakfast asubuhi, maandazi ya kunywa na chai, ungetegemea wao wakinywa uji waseme angalau andazi moja wa mtoto bana. Mtoto maalum huyo. Tumchunge vizuri. Jicho la Mungu hilo. Ungetegemea wakati wa kazi waambie mtoto wa Mungu bwana, wewe keti hapo, cheza tu mwanangu. Wewe special. Lakini kwa hivyo kama ni uji walikuwa wote. Na alipofika muda umri wa kuweza kubeba chochote kile, miaka 6, 7, 8, 10 hivyo, alimwambia wewe lete mbao hapa turande tupate hela, tutakula hapa. Yosefu huyo anajua ni special, lakini bado anamfanyisha kazi ili ajue mazingira ya kawaida yalivyo katika maisha. Ajue. Zaidi sana
walikuwa nakabeba wakienda kanisani kule, niseme galoni. Na kalipoanza kutembea kenyewe wakabeba kina torti pembeni yao kwenda kusali. Nyaki na Josefu hapa. Katika hilo tukoje? Moja, baadhi yenu na wasifu kweli mnajitahidi kuhakikisha watoto wanakwenda kanisani kusali, hata kama humleti, lakini jioni unamuuliza, kanisani leo injili ilikuwa kuhusu nini? Na naomba ile wazazi mfanye tafadhali sana. Mimi naniudhi sana ninapokwenda kwa kipaimara na injili namalizwa kusoma hivi, nauliza mtoto injili ilikuwa kuhusu nini? Hajui. Na wengi unakuta hawajui. Muda mfupi tu, kwa sababu ninyi wazazi hamjawatrain watoto katika hilo. Ungekuwa na tabia ya kumuuliza mtoto kila anaporudi kanisani, niambie angalau somo moja leo limesema nini? Kifupi kabisa. Angekuwa anasikiliza akijua mama baba atakwenda kuniuliza swali. Lakini amfanyi. Naomba sana wazazi, katika swala la maisha ya kiroho wajibikeni zaidi kama Yosefu. Naomba sana. Na wanapofikia ule umri wa kwenda kwa ajili ya kujiandaa kwa sakramenti, tafadhali baba uwe wa kwanza kujua mtoto yuko darasa la 2 la 3, kwa mpango wetu Dodoma anatakiwa aanze mafundisho yako mwenye ya kwanza. Mtoto yuko darasa la 4 la 5 la 4 hapana, nafuta. La 5 la 6 na la 7 mafundisho ya kipaimara. Sasa huyu mtoto wako darasa la 7 hujahangaika, baba una namna gani wewe? Kilaza tu katika swala la imani. Ndio, tukubaliane. Tuelezane ukweli. Yuko kilaza. Hai, tuje katika masuala ya kawaida basi. Ni ambao Mwenyezi amewabariki Vicenti, hongereni, na si wengine tunaomba tupate na hizo senti. Mnapeleka watoto wenu boarding, jambo jema. Boarding na wafanye chochote, ndio maana mnalipa hela nyingi. Kwa hiyo mtoto akirudi nyumbani na wewe baba na mama hapo, lakini sio kina mama, mnaendeleza hapo. Mtoto huyu msimpe kazi. Mwacha cheze, atazame cartoons nini. Mwisho wa siku unatengenezea bomu kabisa. Mtoto hovyo. Sababu hawezi kufanya chochote, hata kuweka ndani hawezi kufua. Mtoto huyo kweli. Utakapokuwa haupo tena, mtoto wa namna hiyo ni mtoto tena, anauliza. Hatuweki msingi sahihi ya watoto. Kuna jambo nilisema na nitarudia. Niliomba sana wazazi msiwanunulie watoto simu. Acha aje kununua mwenyewe. Sasa unaona fahari, mtoto wangu aonekane kwamba mimi tajiri, lazima nimpe simu bwana. iPhone ya the latest in the market. Shuleni akienda kule anaficha mwalimu asione. Baadaye anakuwa anapigia marafiki zake huko. Mtoto anaharibika, anasema, "Ni walimu mnamharibu mtoto." Kumbe wewe ndio chanzo cha mtoto kuharibika. Tafadhali sana wazazi. Naomba vijisendi vyako hivyo, kama una kazi navyo leta kanisani tukajenge ile nyumba ya padri. Serious kabisa. Kwa hiyo tafadhali katika malezi. Halafu wapendwa, na wale ambao wameshakuwa wakubwa, hata kama mtoto wako ameshaanza kazi, sije amenunua kigari chake, sije kafanya nini, kakuzidi elimu, mtoto hakui kwa mlezi. Mtoto akirudi nyumbani lazima, au hata kama hajarudi nyumbani, ukisikia huko aliko anachemsha, analitabia la hovyo, au amechukua tu anadai ana mke lakini hajabariki ndoa, mwite, mwambie, mimi baba yako nakataa namna yako kuishi, kabariki ndoa. Ndio lazima umsindikize mtoto katika hatua zote. Mwezi kumwiga nani? Trump pamoja na ukorofi wake. Kijana wake wa mwisho huyo na miaka 20 na kitu kidogo, ameamua kumlea peke yake. Anahakikisha anakwenda kanisani, anahakikisha hajichorichori matatu ya kipumbavu, na anahakikisha na discipline. Mpaka dunia nzima na mshangaa na kumpigia saluti Trump. Pamoja na ukorofi wake, lakini kwa swala la malezi ya watoto hana nini wala nini. Hana. Nataka na sisi wote tuwe hivyo. Mtoto hakui kwako wewe baba. Wewe sio na mtoto kibaka, anakaa tu anacheza kamari tu nini, alafu anakuja, baba mama naomba chakula. Na unamtazama tu. Coffee. Miaka 25 analeta tumbo kuomba chakula kwa mama. Paka hela kunyoa ndevu na kuomba zaidi. Wewe bwana wewe. Lingine, kuna kitabia kimeanza.
Na kimeanza kule kaskazini. Watu kaskazini kule. Mtoto akimaliza form 4, baba anamuita, njoo mwanangu, panakaa chini. Sikia bwana. Umemaliza form 4. Bado form 5, form 6, miaka miwili. Alafu miaka mitatu ya chuo, miaka mitano. Mimi bwana, kukutafutia hiyo pesa nitatafuta usome. Lakini unaonaje? Tukihesabu hizo pesa, kwa mfano kama form 5 dada na matumizi na nita ni gharimu milioni 2, form 6 milioni 2 na chuo tena 2 hapo. Ngapi imefika? Unaonaje hiyo pesa nikaikopa mahali tap, halafu nikakuanzishia biashara? By the time inafika miaka mitano, biashara yako itakuwa sana, na hao jamaa zako wanaojidai mmekwenda form 5 na chuo utakuja kuajiri. Unasemaje mwanangu? Basi mtoto akisikia anasema, "Oh baba, wazo zuri hili." Sasa kuna ambao wameanza kufanya hilo. Tafadhali wazazi, pesa sio kila kitu. Elimu ina nafasi yake katika maisha ya mtoto. Tafadhali sana msiingie kwenye mtego. Naomba. Elimu inasaidia mtoto kuwa sharp katika kuona hali halisi na kuchambua maisha na kupata majibu katika matatizo ya maisha. Sio tu kwa ajili ya kuja kupata kazi, ni zaidi hapo. Na ikiwa umepata elimu nzuri, hata akija kufanya biashara baadaye anafanya vizuri. Kwa sababu akija kuajiri hao waliokwenda vizuri kwenye biashara zake, watakapoanza kumpinda mahesabu, akiuliza na vile mzee, tazama sana. Kwa sababu ya inflation ndio mambo yalivyo. Sasa mzee inflation. Hao mzee, unajua, unaona pesa hii hapa ni kama haipo. Ni kweli haipo. Harmonize hii pesa mzee. Ipo tu, lakini harmonize ipo. Sasa kama uelewe, unasema sawa mwanangu, imepotea hiyo. Imeondoka. Tumalize. Sisi wote hapa tunapata kipato, najua kama day worker, japo kwa Kiingereza kibovu, day worker maana yake ni day work au day worker. Sasa day worker, pote jirani. Unalipa kila siku au unalipa kwa wiki au kwa mwezi, sawa? Lakini ndugu zangu, naomba tu tunafanya budget. Hata kama unapata kidogo vipi, sio unaweka pesa yako mfukoni, unatembea ukiona viatu vizuri ulikuwa hujapanga. Kijana anapendeza viatu, unajaribu unaifaa shilingi ngapi hiyo, unachoma unampa. Kosa hatuishi hivyo. Au hujapanga, ikitokea dharura kesho kutwa, mtoto ameugua, mama ameugua, au wewe mwenyewe, tutatokaje pale? Hujafikiria. Kosa. Kwa hiyo unapopata pesa, naomba utenge ya chakula, ya matumizi ya shule, ya kwako kidogo. Kujipongeza ni muhimu. Nyinyi wanaume mnasikia? Unapokuwa umefanya kazi sana bwana, ukapata hela Jumamosi, wewe chukua mke wako, unasikia, usije peke yako. Chukua mke wako, njoo Roma Complex. Sawa? Wewe utapata glasi ya wine na mke wako atakunywa anachokunywa. Kama wine kidogo, kama soda, kama chai, well and good. Lakini njoo naye. Na kama watoto wapo, walete tu wakacheze pale. Jipongeze. Lakini sio kipongeze kila siku. Tena peke yako. No please. No. Kwa hiyo hilo la budget naona ni muhimu sana. Isitokee unaishi hivi. Naomba sana. Na unapopanga budget, uwe na yale makundi muhimu ya chakula, malazi, ya shule za watoto, na shughuli zitakazotokeza kanisani. Ndio maana wengine fungu la 10 mtoi. Unaweka mfukoni, mnaenda babu na komba zote. Fungu la 10 huna tena. Sasa leo tunasema jamani, harambee tumalize jumbo la mapadi pale, wengine wanajikuna. Sasa zinatoka wapi? Hukuweka budget. Hunaga akiba wewe, ndio maana yake unajikuna kichwa. Basi naomba hilo liwe hivyo. Tumalize sasa na ile somo la pili angalau. La kwanza. Nabii Nathan anatumwa kwa Daudi. Anamwambia Daudi, unataka kunijengea nyumba? Mimi Mwenyezi Mungu nakwambia hapana.
lakini mtoto wako ndiye atakayejenga, na kwa hilo utabarikiwa sana. Ndugu zangu, watangulizi wetu wamefanya walichoweza, lakini swala la nyumba ya mapadi nadhani waliambiwa hawakupata ile wazo, Mungu aliopiga stop. Akijua ninyi kizazi hiki kinachofuata ndio wajibu wenu. Kwa na wapongezeni sana kwa kutimiza wajibu wao. Asanteni sana. Kweli mmejitahidi. Naona wote mpite pale muone. Mwenyekiti Msama Vunde kwa niaba ya watu wote na viongozi wote na wapigia salute. Salute kwa wanaume wote. Kazi nzuri sana. Lakini nimeona wazi kazi si bado jamani. Niombe basi kile kiakiba ninachozungumzia kwenye budget udonyofu hapo kidogo endelee kusupport. Na katika kuendelea na shauri tufanye hivi. Pamoja na mipango mingine ambayo tutaweka viongozi wangu hawa, niombe yeyote ambaye anajisikia kuchangia binafsi, hata kama sio pesa, unataka kuleta kitu fulani. Let's say unaduka kwa mfano, unauza simenti. Unaona nikitoa hela mimi itakwenda kununua simenti ya jirani yangu. Nataka simenti yangu itoke hapa. Leta hiyo simenti ndugu yangu. Tutapokea kama mikono 20. Isipokuwa tu ukiamua kutuletea vitu, utuletee venye quality. Pale atuweki takataka. Simenti tunayotumia ni namba 42.5. The strongest, ile nzuri kupita zote. Kwa hiyo unataka kutuletea ndugu yangu, tulete hiyo. Unataka kutuletea tofali sawa, njoo tutakuonyesha mahali ambapo wangetengeneza the best matofali safi kabisa. Sio ile unapiga teki kinakuwa unga. Hiyo situlete. Tafadhali. Hata kama unatengeneza mwenyewe usilete. Basi naamini viongozi wangu wako pale wamenisikia, pamoja na walezi wangu nione tutafute njia mbalimbali ya kusaidia, lakini hilo la mtu binafsi naomba niliseme sasa kwa sababu tumeanza vizuri na mnaenda vizuri na Mungu awabarikini sana. Tumsifu Yesu Kristo.